Somo la kwanza kutoka kitabu cha kwanza cha Wafalme. Neno la Bwana likamjia Eliya Mtishibi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akaaye katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Nabothi, mbwa watailamba na damu yako, kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Sasa mimi niko hapa kukuambia haya mambo yote Eliya ambayo alimwambia Ahabu yalitimiaje. Maneno yote aliyoyanena mtumishi wa Mungu Eliya yalikuja kutimia. Wacha nivue na kofia kwa heshima napoyasoma haya maneno ya Mungu ambayo yalitimizwa katika wakati wa Ahabu. Eliya alimwambia Ahabu, damu yake itakayomwagwa mbwa watailamba. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 34 na wa 38, Biblia inazungumza kabisa mchakato wa kifo cha Ahabu. Mstari ule wa 38, wewe utaanzia wa 34, inaonyesha kwamba Ahabu aliuawa vitani huko Ramoth Gilead. Mnakumbuka wasomaji wa Biblia, wakati ambapo Ahabu alikaa akaamua mualike Yehoshafati mfalme wa Yuda ili amsindikize kwenda kupigania Ramoth Gilead. Yehoshafati kwa kuwa alikuwa na mcha Mungu, lakini ameshirikishwa na muuaji kwenda kupigania haki ya taifa lako. Ahabu akasema, tumuulize nabii wa Bwana kama yupo. Mnakumbuka alitokea Mikaya kanena iliyo kweli, mpaka Ahabu akakasirika. Sasa alipoenda kule Ramoth Gilead, Biblia inasema akabadilishana mavazi na mfalme Yehoshafati ili wasimuone wakamtambua ni Ahabu. Lakini bado kukatokea na mtu amelenga mshale wake, kwa kubahatisha tu ikampata Ahabu kwenye maungio ya ile dirii walizokuwa wanavaa dirii vitani, akachomwa na damu zikaanza kumvuja. Akamwambia mtumishi wake, hebu nichukue kwenye gari niondoe kwenye haya majeshi nirudishe. Alipofika Samaria, Biblia inazungumza inasema Ahabu akafa. Lakini wakati wanaosha gari lake lililokuwa limetapakaa damu, Biblia inaonyesha wazi kwamba mbwa waliilamba damu ya Ahabu mfalme. Unabii wa mtumishi wa Mungu Eliya ukatimia. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Rehoboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahiya, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza, hata kunighadhabisha ukawakosesha Israeli. Kutimia kwake kunaonekana katika Wafalme wa Pili sura ile ya 10. Yehu aliwaua wana 70 wa Ahabu, watoto 70. Walitafutwa watoto wake kwa kila mwanamke, wakauawa na huyu Yehu. Kwa hiyo Yehu kusudi lake alizaliwa ili aje kulipiza kisasi cha damu kwa mfalme Ahabu na nyumba yake yote pamoja na mkewe. Ndio kusudi la kuzaliwa kwa Yehu, kama ulikuwa ujui. Kwa hiyo hapa duniani kuna watu wamekuja kwa ajili ya kumlipizia Mungu kisasi tu, na huo nao ni wito. Tena Bwana alinena habari ya Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Neno la Bwana. Yezebeli aliuawa na Yehu. Yezebeli katika kuuawa kwake, neno la Mungu kwa Eliya nabii lilimwambia Ahabu, na mkeo Yezebeli
atauawa kwenye kiwanja cha Yezreel ambacho aliuawa Nabothi, na mbwa watamla. Sasa basi, ukisoma Wafalme wa Pili sura ile ya 9 mstari wa 30 hadi wa 37, maandiko yananena wazi kwamba Yezebeli alitupwa chini kutoka dirishani. Alitupwa chini, alisukumwa namna hii kutoka dirisha ghorofa ya juu, na Biblia inazungumza, inasema farasi walimkanyaga. Waliporudi kumzika, walikuta mabaki yake, imebaki ni fuvu tu la kichwa, miguu, vitanga vya mikono, na mbwa walikuwa wameshamla tayari mwili wake. Yaani walikula vyote, wakasaza kichwa fuvu, wakasaza na mikono, vitanga vyake vile mikono, alafu na miguu, lakini mwili wake hawakuukuta. Mbwa walikuwa wameshamla tayari. Likatimia neno la mtumishi wa Mungu Eliya.